Swali lako la pili linaniuliza mimi sanctions. Mheshimiwa Rais aliulizwa kuhusu sanctions. Sanctions ni vikwazo vya uchumi. Swali lenyewe lilikuwa open ended, kwamba unataka kufanya biashara na Russia na kuna vikwazo vya uchumi, utavikwepaje? Muuliza swali hakusema kuna vikwazo vya uchumi vya nani, kwamba ni vya Russia au ni vya Tanzania au ni vya wapi. Hakusema kwamba vile vikwazo ni vya wapi, hakusema. Na Rais Samia wale wanao challenge kwenye mitandao ya kijamii wanataka awe kama apige ramli. Tunao wapiga ramli Tanzania na wapenda sana, wanapiga ramli vizuri sana. Tunasema wasiwe na ramli chonganishi. Asiye wakubali aendelee na imani yake, mtakutana jehanamu au peponi. Na utashangaa, unaweza ukawa jehanamu kwa kukuta jamaa wako peponi kule. Wapiga ramli wanakuambia vipi? Lakini naomba wote mkutane peponi. Kwa hiyo wale wapiga ramli sasa, kama mlitarajia kwamba Samia Suluhu Hassan atapiga ramli ya kujua ni nini, alijibu kile alichoulizwa. Kwamba kuna nini mnaita vikwazo. Sasa angejua ni vya nani? Ni vya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni vya SADC, ni vya AU, ni vya nani? Kwa hiyo alijibu alichoulizwa. Even if it was myself, if I would have been asked the same question, that's much of what I could have answered. Because you say there are economic sanctions, lakini vikwazo vya nani? Hujasema. Kwa hiyo alichokijibu ni sahihi. Samia alijibu sahihi, akasema Tanzania hatuna vikwazo. After all, alikuwa anaongea pale akiwa anaamini kwamba tuna tayari biashara na Russia, tuna miradi zaidi ya 13 na mwaka jana mwezi wa 8, kwa taarifa yenu waandishi wa habari, tumezindua mradi mkubwa sana wa uranium kule Mto Mkuju na Mtumbo Ruvuma wenye thamani ya dola za Kimarekani 1.2 bilioni. Bilioni 1.2. Ni mradi mkubwa sana. Una ajira ya watu 4,000 direct na utakuwa na indirect jobs zaidi ya 100,000. Tutachimba tani 3,000 za uranium kila mwaka kwa miaka 22 kuanzia mwaka 2029 kule Mkuju uranium. Na umesikia hata kule Russia sasa wanasema tunakwenda kupata umeme wa nyuklia. Kwa hiyo Russia tuko nao na kampuni yao hiyo ya Rosatom ambayo ni kampuni ya serikali ya Russia toka mwaka jana, wanajenga sasa hivi mitambo yao na tutaanza kuzalisha kuchimba uranium na kuuza uranium nje. Kwa hiyo swali alivyolijibu Dr. Samia Suluhu Hassan alilijibu vizuri kabisa na lilikwenda vizuri kabisa, na alichojibu ndicho sahihi, kwamba Tanzania hatuna vikwazo, na akatumia nafasi hiyo kuiambia dunia karibuni kwa uwekezaji na kila kitu, na hatuna vikwazo vyovyote. Mivutano ambayo wameendelea kuionyesha kwenye mitandao ya kijamii, wanaoanisha na kitu gani ambacho kinaonesha kwamba pengine kuna jambo alilikwepa kulisema? Sijui, kila mtu, yani kuna wanaofikiri tuna vikwazo sisi. Sisi hatuna vikwazo. Unajua unaweza kama mtu yuko Tanzania baada akahisi kwamba Tanzania tuna vikwazo. Hatuna vikwazo sisi. Hatuna. Na Samia alikuwa sahihi, Mheshimiwa Daktari, Mheshimiwa Rais, namtaja kwa heshima na utii na unyenyekevu mkubwa, rais wangu alikuwa sahihi kueleza dunia kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatuna vikwazo vyovyote. Sasa anayesema tuna vikwazo atuambie ni vipi? Hatuna vikwazo na mtu yeyote. Na kwa hiyo watu waje wawekeze, tutaendelea kufanya biashara na hatuna kikwazo na mtu yeyote. Sawa. Wanao speculate kwenye mitandao ya kijamii hawa wanalao jambo, lakini alichojibu, narudia, Mheshimiwa Rais ndicho alichoulizwa. That was an open ended question. Na mimi nikueleza jambo moja. Mimi ni mtaalamu wa lugha, lakini ni mtaalamu wa kujua migogoro ndani ya maneno na ndani ya nyaraka. Conflict in documents na conflict in wording. Nimsomea hiyo. Katika conflict management. Kwa hiyo mimi naweza nikajua, ukasema hivi nikajua hapa conflict, hapa hivi. Yaani nakukosoa hapa. And especially when it comes to English language au Kiswahili au Kifaransa. Mara moja ninajua. Kwa hiyo alichokijibu Samia Daktari Mheshimiwa Rais, namtaja kwa heshima kubwa, ni sahihi, na lile swali lilivyoulizwa ndivyo lilivyojibiwa. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.